Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu na kaka zangu, naitwa Musa kama kawaida, na karibuni tena katika channel yetu ya kujifunza Kifaransa kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Katika channel yetu tunapeana mwangaza na namna gani tunaweza tukakifahamu Kifaransa kwa kutumia lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu tumeona changamoto nyingi ambazo zinatukumba kujifunza lugha za kigeni. Lugha ambayo sio Kiingereza inakuwa ni changamoto, kwa sababu lugha basic ambayo inatumiwa kusomeshia hizo lugha ni lugha ya Kiingereza kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye application zote, na pengine labda wengi wetu Kiingereza ni changamoto kwetu. Kwa hiyo sisi tumeamua kusaidiana uelewa mdogo tunaona katika lugha ya Kifaransa, kupeana mwangaza kadri ya tuwezavyo, kufahamishana kwa kutumia lugha yetu ya Kiswahili. Vipi tunaweza tukafahamu lugha ya Kifaransa inavyosomwa, na vipi tunaweza tukawa na uelewa wa kuzungumza lugha ya Kifaransa. Katika mawiki yaliyopita, miezi iliyopita nyuma, tulikuwa tunatuma video zetu kila Alhamisi, lakini hapa kati na kati kuna mambo yaliingia ambayo yalikuwa nje uwezo wetu, kwa tukastop kutuma hizo video. Lakini inshallah sasa hizi kila kitu kiko sawa, alhamdulillah. Tutaendelea tena na video zetu kutuma kama kawaida yetu ilivyokuwa. Kila Alhamisi tutaweka video mpya ya mada mpya, lakini pia siku za kawaida tutakuwa na utaratibu wa kujibu maswali ambayo yataulizwa kwenye lugha ya Kifaransa. Tutayajibu kwa video. Maswali yote ambayo yataulizwa biidhnillah tunaweza tukayajibu kwa njia ya video, tukachanganya pengine video moja tukajibu maswali 7, 8 na video nyingine tukajibu, lakini tutahakikisha kwamba swali lolote ambalo linaulizwa tunaliona, tunalijibu na tunatolea ufafanuzi ule ambao tunaofahamu sisi. Na ikitokea swali kwamba hatulijui, hatutadanganyana, tutaambizana kwamba hilo hatulijui. Kwa hiyo kama pana uwezekano wa mtu kulitafuta kwa watu wengine, kwa sababu sisi bado hii si lugha yetu, kwa tuna mapungufu ndani yake. Pia kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia darasa zetu, tulimalizia conjugate group la kwanza la verb, tukaangalia pronom sujet, tukaangalia possessive. Katika darasa letu ijayo inshallah tutaangalia namna ya kutumia verb group la pili, conjugation ya verb group la pili ambalo ni verb er, ambayo verb hiyo imegawika mara 5. Kwa tutaangalia hiyo verb katika darasa letu linalofuata biidhnillah. Asanteni sana kwa kuwa nasi na samanini sana kwa muda, lakini sasa hizi kila kitu kiko sawa biidhnillah. Hatutaachana tena, tutakuwa pamoja mpaka pale Mungu alipopanga tufike. Karibuni sana na asanteni sana.